kwangu. Kikubwa tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu, naamini kile ambacho mnachokihitaji kutoka kwangu mtakipata. Kila mmoja nafikiri alikuwa shuhuda. Kwanza niwapongeze waandishi wa habari kwa namna ambavyo mnajitolea juu ya timu yetu. Sura zote ambazo naziona hapa mbele yangu, kwa maana ninyi waandishi wa habari jana mlikuwepo katika mkutano wa klabu ya Simba, katika mkutano wa mwaka, katika mkutano wa kisheria, katika mkutano wa kikatiba, na kile ambacho kilichotokea nanyi mlikuwa mashuhuda kwa namna moja au nyingine. Lazima niseme yako mambo mazuri ambayo kwenye mkutano yalitokea, lakini yako mambo ambayo sio mazuri kwenye mkutano ambao alifanyaje yalitokea. Kila mmoja alikuwa shahidi, kila mmoja aliona. Lazima niseme kwa kile ambacho kibaya kilichotokea au si kizuri ambacho watu wamekishuhudia, lazima tukizungumze, kwa sababu mkutano wa Simba si mara moja wala si mara ya kwanza kufanyika. Na kwa bahati mbaya, bahati nzuri, mimi katika wanachama ambao wamekuwa na nidhamu kubwa kuhudhuria kwenye vikao vya Simba ni mimi. Nimevishuhudia vikao vyote kwa namna moja au nyingine, mpaka jana chengine ambacho nimekishuhudia, na mshukuru Mwenyezi Mungu aendelea kunipa afya njema na kushuhudia. Jambo ambalo moja linalosikitisha kwa namna ambavyo mwenyekiti wetu Murtaza Mangungu kwa staili ambayo alikwenda kufunga kikao. Hiyo ndio imekuwa story. Hicho ndio ambacho waandishi wa habari mnakipenda sana tukizungumza. Lakini kiukweli lazima nikiri mbele ya maiki kwa waandishi wa habari, asilimia kubwa ya wanachama wa Simba hawakuridhika kwa namna ambavyo mwenyekiti alivyomaliza na staili ambayo kikao kilivyokwisha. Mimi naamini mmoja katika wanachama ambao wanajitolea sana kuitetea management ya Simba ni mimi. Na hiyo ndio kazi yangu, nitaisimamia management, nitaenda kusimamia players ili kuhakikisha kwamba kila jambo la Simba linakwenda sawa sawa. Lakini kwa jana lazima niseme sikuridhishwa kwa namna ambavyo mkutano ulivyoendeshwa. Naamini kwamba vidonda vilikuwa vimeshaanza kupona, makovu yalikuwa yameshaanza kuweka alama. Kwa bahati mbaya jana sasa vile vidonda vimeenda kuchubuliwa tena, baada ya makovu vimerudia tena. Kwa nini? Kwa kidonda. Niliamini kwamba mkutano wa jana unakwenda kujenga taswira kuwarudisha Simba wakisimama katika slogan ya nguvu moja. Naamini kikao cha jana baada ya kwisha, siamini kwamba staili ya nguvu moja bado ipo kwenye klabu ya Simba. Unadhani nini ambacho kilipelekea? Sababu mkutano wa mwisho ni kama mlikuwa mnalalamika, na jana wanachama wengi walalamika sana. Moja, nini kilipelekea mwenyekiti? Nimesema Mavara. Story ya jana namna ambavyo kikao kile kilivyokwenda kuahirishwa. Hiyo ndio story. Wana Simba tuna mila zetu na taratibu zetu pinde ndipo tunapokutana kwenye mikutano ya kikatiba. Tuna namna ya kufungua na tuna namna ya kufunga. Jana tunapozungumzia mkutano wa kikatiba, tulikuwa tunakwenda kufanya amendment katika baadhi ya vifungu katika katiba yetu. Kamati ya kukusanya maoni ya wanasheria ile, niipongeze, ilifanya kazi nzuri kwa kukusanya maoni ya wana Simba na kuyafanyia nini? Kazi. Lakini unapozungumza maoni, unapokwenda kuzungumzia Simba, maana yake unakwenda kuzungumzia watu wengi. Siamini kwamba kamati ilipita kwa kila mwana Simba mmoja kwenda kutoa maoni yake. Maana yake kamati ilichukua maoni baadhi ya wana nini? Ya wana Simba. Lakini kamati inapochukua maoni kwa wana Simba, mwisho wa siku kamati lazima irejee kwa wana Simba wenyewe kuambia maoni mlioyatoa ndo haya. Je, mnasemaje katika maoni ambayo mnafanyaje? Mlioyatoa. Kwa sababu maoni yale hawakutolewa kwa wana Simba wote, maoni yale yametolewa kwa baadhi ya wana Simba. Nisikilizeni vizuri akina Mavara, msibadilishe maneno. Sibadilishe. Maana yake kuna mwandishi mmoja anaitwa Johnson, yupo hapa? Jones, wa M15. Anapenda kwenda kubadilisha maneno ambayo mimi ninayozungumza. Nisikilizeni vizuri. Kamati inapokwenda kukusanya maoni ya wana Simba, kwa mujibu ya katiba ya Simba, chombo cha mwisho cha kutoa amri, cha kutoa maamuzi ni Simba Sports pinde napo wanafanyaje? Wanapokutana. Ninafunga tena, sitaki tena maswali hapa. Nafunga. Nini kirekebisho sasa? Yaani hapa mimi nikifunga siamini kama mtakuwa na uwezo wa kuuza maswali Mavara. Wewe ukifunga kwa staili ya Mangungu. Unataka kufunga kwa staili ya Mangungu? Kwa hiyo baada ya kamati kukusanya maoni na kukutana kwenye mkutano mkuu wa Simba Sports, baada ya kusomewa yale maoni ambayo yalitolewa na baadhi ya wanachama, mkutano mkuu ndio unatakiwa kwenda kufanya maamuzi katika kile ambacho kinafanyaje? Kilichotolewa. Wana Simba wengi tulichoamini na kitu ambacho tulichokuwa tunakisubiri ni kuja sasa baada ya kusomewa, kuja kuulizwa katika hivi vipengele ambavyo vinakwenda kufanywa amendment kwenye katiba.
Mmeridhia? Mavara, kuna kikao chengine huko? Sijui, nasikia kwa mbalimbali huko kidogo. Mbona nasikia kama kuna vikao vingine? Kwa hiyo ndicho ambacho wana Simba wanacholalamika. Lakini kuna hoja zimekuja, za kusema kile ambacho tulichokwenda kukifanya ni amri kutoka kwa BMT. BMT ni moja ya taasisi ambayo iko ndani ya nini? Ya serikali. Naibu waziri wa michezo amezungumza, ndio serikali. Amesema serikali haiingilii maamuzi ya wanachama wa Simba. Amesema. Kwa hiyo sisi maamuzi yetu tutatoa muda gani? Tutatoa muda ambapo ule kamati sasa inapokuja kuuliza kupitia mwenyekiti kwenye mkutano, mstari huu ulikuwa unasema hivi, mstari huu leo tumeubadilisha unasema hivi. Wanachama mko tayari? Aidha tunasema ndio au hapa. Mheshimiwa mwenyekiti kujionea vijana wa mjini jana akakabia juu. Kakabia juu kwa juu. Lazima tuseme. Kuna muda tuzungumze ili kwa kujenga. Na mwanadamu mwenye akili timamu ni yule ambaye mwenye sifa hii. Hawezi kuibadilisha chumvi kuwa sukari. Chumvi atasema chumvi na sukari atasema sukari. Kisibu nini? Mimi binafsi, waandishi nyinyi mashahidi, nimekuwa mstari wa mbele kusimamia nini? Uongozi. Lakini dhamira yangu katika kile ambacho nilikuwa nakisimamia, mimi kwa upande wangu nakiona kilikuwa kiko sahihi, lakini kwa upande wangu kilichofanyika jana sio sahihi. Lazima niseme mwenyekiti wangu katika jana ameteleza. Lazima. Na lazima niseme, nilitegemea kikao cha jana kwenda kupunguza maadui zaidi. Kama walikuwa 10%, mwenyekiti alitakiwa afanye wabekia 2%, lakini kibaya zaidi jana amekwenda kutengeneza 60% ya maadui kwenye klabu. Sasa ndio kweli. Kwa hiyo waandishi lazima niseme, lakini pia niwaombe wana Simba, katika vipindi vigumu, moja kilichohitajika busara sana ituongoze. Lazima hekima itusimamie wana Simba. Huko msemo mmoja, dada yangu Mama Doris, mama wa Demwai, aliwahi kunambia na ananisisitiza sana. Anasema ukimwona nyani mzee basi ujue amekwepa mishale mingi. Ukimwona nyani amezeeka basi ujue kapita njia ngumu nyingi. Ili tufike kwenye mafanikio, Simba lazima hali tuipitie. Na siku zote mimi muumini wa dini ya Kiislamu, kuna sehemu moja Mungu aliposema makana Muhammadun aba ahad. Nisikilize wewe. Nakusikiliza. Anasema nimewaletea mtume ili aweze kigezo chema kwenu. Ndivyo? Akawe kigezo chema kwenu. Sisi mtume wetu katika imani ya Kiislamu alipita kwenye njia ngumu. Ilifika mahala mpaka Mungu alimuondoa kwao alikozaliwa na mama yake na baba yake Maka. Mungu akamwambia nenda Madina. Ndio kusemaje sasa? Kama mnapitia nyakati ngumu sana. Biblia ukisoma, Yesu Kristo alipita pia kwenye njia ngumu. Kwa imani ya Kikristo alikamatwa akatungikwa masawa. Lakini njia ngumu zote hawa viongozi wa dini niliozungumza walikwenda wakafanikiwa. Mimi naamini naambia wana Simba tunapita kwenye njia ngumu, lakini mwisho wa siku tunakwenda kufanikiwa. Bwana Mikoi, baada ya hilo bwana, jioni usiku saa 1 ila hali nzuri ya mkutano tumemaliza. Nimesema mimi napiga loki nyama mwezi kuchomoka. Wewe tulia wewe. Baada ya mwisho. Loki. Mimi nimesema napiga loki. Baada ya mwisho. Kwa namna ambavyo Mangungu kutokea mwaka jana nadhani mkutano watu mlalamikia sana, sasa hizi watu wamelalamika sana. Nadhani ni wakati wake wa step down. Kwa maana kuachia ngazi. Siwezi kumsemea. Kuachia ngazi na siwezi kumsemea kwa sababu amekaa pale kwa mujibu wa katiba klabu Simba. Mavara. Siwezi kumsemea kwa sababu amekaa pale kwa mujibu wa katiba ya klabu ya Simba.
Nyinyi hamna mamlaka. Leo ni mwezi wa ngapi? 12. Tumebakiza miezi 6 kwenda kwenye mkutano mkuu wa uchaguzi wa Simba Sports. Wanachama wa Simba watakwenda kuamua. Akigombea